Bwana asifiwe sana. Nataka kuzungumza juu ya utendaji kazi wa Mungu. Mungu anavyotenda kazi katika maisha yetu. Mungu anavyotenda kazi tunapopeleka hoja zetu, tunapokuwa mbele za Mungu, tunapomtafuta, kama wakati ambao tulikuwa nao tulipofunga na kuomba na kumtafuta Mungu. Mungu anasema na sisi. Bwana asifiwe sana. Mungu anajibu, anasema andika. Bwana asifiwe sana. Anasema andika. Mungu akamwambia Habakuki, akamwambia maneno haya: iandike njozi, ukaifanye iwe wazi sana katika vibao. Bwana asifiwe sana. Ili aisomae. Kwa lengo gani? Ili aisomae apate kuisoma kama maji. Bwana asifiwe sana. Mpango wa Mungu, unapopeleka hoja zako, anakuambia andika. Unapoiandika inakwenda kutimia. Bwana asifiwe sana. Anasema ili aisomae apate kuisoma kama maji. Bwana asifiwe sana. Unaweza ukajiuliza anamaanisha nini anaposema ili aisomae apate kuisoma kama maji? Kwa maana nyingine anasema hivi: ili aisomae na akimbie na habari. Ili aisomae na akimbie na habari. Unajua katika maisha kuna mambo ambayo tunakimbizana nayo. Tuna shughuli nyingi katika maisha ya kila siku. Mambo mengi tunakutana nayo. Tunakutana na changamoto mbalimbali katika maisha. Lakini Mungu ana neno la kwako. Mungu ana neno ambalo anataka ulisimamie ili uweze kupeleka habari iliyo nzuri. Bwana asifiwe sana. Ili asomae apate kupeleka habari. Jina la Bwana libarikiwe. Kulikuwa na habari mbaya juu ya kabila la Yuda. Biblia inasema kwamba Yuda walikuwa wamefanya dhambi. Lakini sasa hapa Bwana anampa Habakuki habari. Anamwambia hivi kitu ambacho Mungu alimwambia Habakuki. Alimwambia hivi: wenye haki wa Yuda wataishi na wasio haki wataangamia. Kwa hiyo Mungu akamwambia andika njozi hii. Andika njozi hii kwamba wenye haki wa Yuda watabaki, wataishi, lakini wasio na haki wataangamia. Nataka nizungumze na wewe juu ya mpango wa Mungu wa kuandika maono yako na kuyaishi na kukaa katika hayo na ukiona yanavyotokea. Bwana asifiwe sana. Habakuki akaandika yale maneno kwamba kila mwenye haki wa Yuda ataishi, lakini asiye na haki ataangamia. Mungu ana jambo ambalo anataka ulifanye. Mungu anataka uandike maono, alafu anataka ukae ndani ya hayo maono ukishuhudia yatakayotokea. Bwana asifiwe sana. Kuna jinsi ya kuandika maono. Unajua unaweza ukaandika maono kwa akili zako na unaweza ukaandika maono ambayo anakupa Mungu. Habakuki aliandika maono ambayo Mungu anampa. Biblia inasema kwamba Habakuki akasema, mimi nitasimama katika zamu yangu, nitaenda mbele za Mungu, nitasimama juu ya mnara ili nipate kusikia, ili nipate kutoa majibu ya yale atakayoniambia. Bwana asifiwe sana. Kwa hiyo maono aliyoyaandika Habakuki ni maneno ambayo Mungu alimpa Habakuki. Bwana asifiwe sana. Na mambo ambayo Mungu anasema hakuna ambaye anaweza kuzuia. Yeye ni Bwana wa mabwana. Yeye ni mfalme wa wafalme. Maono anayokupa mfalme wa wafalme, hakuna mfalme anaweza kupinga. Hakuna bwana anaweza kupinga. Hakuna mtu ambaye anaweza kusimama katika maono ambayo Mungu ameyatamka kwa kinywa chake. Jina la Bwana libarikiwe. Mungu anasema hivi, anasema andika maono, kaa ndani yake ukishuhudia yatakayotokea. Bwana asifiwe sana. Unaweza ukajiuliza swali kwamba maono haya yalitimia kwa nani? Au maono huwa yanatimia kwa nani? Tumeona kwa kabila la Yuda, tumeona kwa watu wa Yuda kwamba maono ambayo Mungu alimpa Habakuki yalitimia. Lakini nataka tuangalie, kwa sababu huu ni utaratibu wa Mungu. Andika maono,
kaa ndani yake, uone anavyotokea. Nataka tuangalie utaratibu huu wa Mungu katika maisha yetu ya kila siku. Bwana asifiwe sana. Mungu anazungumza, taifa la Israeli ni taifa la Mungu. Mungu aliwapa maono. Mungu aliwapa amri 10 za Mungu. Aliwapa zile amri 10, aliziandika juu ya vibao. Kama alivyomwambia Habakuki, andika maono, yaweke wazi katika vibao. Mungu alimwambia Musa, andika katika vibao. Akampa amri 10 za Mungu, ili watu wa Israeli wanavyosoma waende na habari. Bwana asifiwe sana. Imeandikwa, waheshimu baba yako na mama yako. Imeandikwa, mheshimu Bwana Mungu wako kwa roho yako yote, kwa moyo wako wote. Mpende jirani yako kama nafsi yako. Wale wanaosoma wafahamu, wajue ni namna gani wanavyopasa kwenda. Imeandikwa, usiue, usiibe, usizini, usimshuhudie jirani yako uongo. Wale wanaosoma wafahamu, watembee katika hayo, waende na habari. Bwana asifiwe sana. Utaratibu wa Mungu ni kukupa maono, alafu utembee katika hayo maono. Jina la Bwana libarikiwe. Yapo maono ambayo Mungu amekupa hapa WOM. Vipo vitu ambavyo Mungu anasema na wewe hapa WOM. Lakini kuna taratibu za kuweza kutembea katika hayo maono. Nataka tuangalie taratibu ya kwanza. Taratibu ya kwanza ya kuweza kuyapokea maono, au sifa za mtu ambaye anapokea maono ya Mungu. Sifa yake ya kwanza ni mtu anayemcha Mungu kwa kweli, kwa moyo wake wote na kwa roho yake yote. Sifa ya mtu ambaye anastahili kupokea maono. Sizungumzi maono ya akili za kibinadamu, lakini nazungumza maono ya Mungu. Biblia inazungumza sisi ni watu wa tofauti. Biblia inasema hivi, Paulo, Mungu alizungumza naye akasema, iko hekima ambayo watu ambao tumeokoka tunainena. Si hekima ya namna ya dunia hii, ipo hekima kutoka juu. Na nazungumza sifa za mtu ambaye anapata maono kutoka juu, kutoka kwa mfalme wa wafalme, maono ambayo ni lazima yatimie. Bwana asifiwe sana. Sifa yake ya kwanza, mtu anayemcha Mungu wa kweli kwa moyo wake wote na kwa roho yake yote. Nataka tuangalie mfano huu katika maisha ya Daudi. Fungua pamoja nami katika kitabu cha Wafalme, Wafalme wa kwanza, mlango wa 2. Nataka tusome katika mstari wa 4. Tuone hizi sifa za mtu ambaye anastahili kupokea maono kutoka kwa Mungu. Wafalme wa kwanza, mlango wa 2 na mstari wa 4. Biblia inasema maneno haya. Biblia inatuambia habari za Daudi. Biblia inatuambia Daudi alikuwa ni mfalme. Na Biblia inatuambia kwamba umri wa Daudi ukawa umeendelea na akawa amefika mahali ambapo amekuwa mzee. Lakini Daudi alikuwa na mwanawe anaitwa Suleiman. Na hapa Mungu anamtumia Daudi kuzungumza na mwanawe, kumwambia maneno haya. Mungu anasema hivi, Wafalme wa kwanza 2:4. Biblia inasema maneno haya, inasema, ili Bwana afanye imara neno lake alilonena kwa habari yangu, akisema. Hapa inaonyesha lilikuwepo neno ambalo Mungu alinena na Daudi. Na ili hili neno litimie, zilikuwa zinatakiwa sifa za mtu ambaye neno hili linapaswa kutimia kwake. Na neno la Mungu linasema, ili Bwana afanye imara neno lake alilonena kwa habari yangu, akisema, ikiwa watoto wako, ikiwa na maana watoto wa Daudi, ikiwa watoto wako wataiangalia njia yao, wakienda mbele zangu kwa kweli, kwa moyo wao wote na kwa roho yao yote, akasema, hutakosa mtu katika kiti cha enzi cha Israeli. Bwana asifiwe sana. Yalikuwepo maono ambayo Mungu amempa Daudi. Maono haya Mungu alimwambia Daudi, andika.
Daudi akamwambia mwanawe, akasema, unapaswa mwanangu kwenda katika njia inayomfaa Mungu. Mwanangu, unapaswa kufanya yale ambayo Mungu anayataka. Ukifanya hayo, ukienda mbele za Mungu kwa moyo wako wote, itatimia kitu ambacho Mungu ameniambia. Maono ambayo Mungu amenipa yatatimia, kwamba sitakosa mtu katika kiti cha Israeli. Bwana asifiwe sana. Katika ufalme wa Israeli, Mungu akamwambia Daudi, hutakosa mtu katika kiti cha ufalme wa Israeli.